Elezwa katika aya ya 58 hadi 60 ya kitabu changu cha hotuba. Katika kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi, Jeshi la Polisi limepokea shilingi bilioni 34.78 kwa ajili ya ununuzi wa magari 275 ya wakuu wa upelelezi wa mikoa, wakuu wa vikosi vya kutuliza ghasia na wakuu wa upelelezi wa wilaya. Taratibu za ununuzi zinaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji wa magari hayo mapya na ya kisasa utarahisisha utendaji kazi wa Jeshi la Polisi na kutoa huduma kwa ufanisi kwa wananchi. Magari hayo yanatarajiwa kupokelewa mwisho wa mwezi Juni, yaani mwezi kesho. Katika mwaka wa fedha 25-26, jumla ya shilingi bilioni 194.95 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi vya Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Naibu Spika, magari haya ni nyongeza ya magari 218 yaliyopokelewa mwezi Machi na Aprili mwaka huu 2025 kwa ajili ya matumizi ya makamishna, naibu kamishna, makamanda wa polisi wa mikoa na vikosi, wakuu wa polisi wa wilaya na vitengo ndani ya Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, kwa idadi hii na viwango hivi vya vitendea kazi, wananchi wetu wasiwe na wasiwasi. Serikali inaendelea na jitihada za kuimarisha usalama wa wananchi wetu na mali zao ili wananchi waendelee kuishi kwa amani ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa wito kwa wananchi kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kuimarisha usalama ndani ya jamii yetu, mijini na vijijini. Watanzania tushikamane kulinda nchi yetu dhidi ya maadui wa nje na ndani. Adui dhidi ya nchi yetu na adui dhidi ya nchi yeyote na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya 21, sio mpaka akuzuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ukitaka kujua machungu ya amani ikipotea, angalia nchi zilizo kwenye machafuko ya kuvunjika kwa amani sehemu mbalimbali duniani, hata hapa kwenye bara letu la Afrika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hatutakubali kamwe. Tutaendelea kuchukua hatua na kwa mujibu wa sheria kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Shirika la Uzalishaji Mali la Polisi limeendelea na utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo mradi wa miji salama, yani Safer Cities. Maandalizi ya utekelezaji wa mradi huo kwa awamu ya kwanza yamekamilika, ikiwemo kubainisha maeneo yatakayofungwa kamera 4100 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam na Dodoma. Mradi utagharimu dola za Kimarekani milioni 145.2. Hadi kufikia Aprili 2025, dola za Marekani milioni 80 sawa na takriban bilioni 231.07 zimetolewa kwa shirika hilo kupitia mkopo wa gharama nafuu kutoka Abu Dhabi Export Office, yani ADEX. Fedha hizo zitatumika kutekeleza awamu ya kwanza ya mradi katika mikoa hiyo mitatu niliyoitaja. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu hali ya ulinzi na usalama magerezani, kama ambavyo nimetaja kwenye mafanikio ya Jeshi la Magereza, moja ya mafanikio makubwa tuliyoyapata chini ya Jeshi la Magereza ni kupungua kwa msongamano wa magereza kwa 20%. Katika kuimarisha matumizi ya tehama, Jeshi la Magereza limepokea makasha 10 kutoka Mahakama ya Tanzania. Tunaishukuru sana Mahakama ya Tanzania. Makasha hayo yamefungwa vifaa vitakavyowezesha utoaji wa huduma za mahakama kwenye magereza 10 nchini. Hatua hii ni mwendelezo wa kuimarisha huduma hiyo ambayo ilishaanza kutolewa katika vituo vya magereza 66 kati ya 129. Aidha, huduma ya mahakama mtandao kwa magereza 63 yaliyobaki itakamilika mwaka 2028-29. Jitihada hizi za kurahisisha upatikanaji wa haki
ni miongoni mwa utekelezaji wa maelekezo ya Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, matumizi ya utekelezaji wa huduma ya mahakama mtandao magerezani yamesaidia kuipunguzia gharama serikali za kuwasafirisha mahabusu na wafungwa kwenda mahakamani kwa kutumia magari, kuokoa muda wa kusikilizwa mashauri ya wafungwa na mahabusu na upatikanaji wa haki kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, Jeshi la Magereza limeanza kutumia fursa za programu ya urasimishaji wa ujuzi unaopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo. Programu hiyo inatolewa kwa kushirikiana na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi yani VETA. Kuanzia Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya wafungwa 201 wamenufaika na programu hiyo na kutunukiwa vyeti vya ujuzi katika fani mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, hatua hii ni mafanikio ya maboresho ya huduma za urekebu ambazo zitasaidia utangamano wa wafungwa katika jamii na kupunguza urudiaji wa makosa kwa wafungwa hao. Wizara itashirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwasaidia wapate mitaji kupitia mikopo ya 10%. Hata maboresho haya, Mheshimiwa Spika, ni utekelezaji wa maelekezo ya Tume ya Haki Jinai kwa Jeshi la Magereza. Natoa rai kwa jamii yetu ya Watanzania kuwa tayari kuwapokea na kuwapa ushirikiano wafungwa wanaomaliza vifungo vyao. Mheshimiwa Naibu Spika, Shirika la Magereza linatekeleza majukumu yake ya msingi ya uzalishaji ikiwemo shughuli za viwanda vidogo, ujenzi na uchimbaji madini. Uzalishaji huo umewezesha ukusanyaji wa mapato ghafi ya jumla ya shilingi bilioni 16.22 kwa kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025. Utekelezaji wa shughuli za miradi ni kama ilivyobainishwa katika aya ya 114 hadi 121 ya kitabu changu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26, Shirika la Magereza litaendelea kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo kwenye maeneo yake, ikijumuisha takribani ekari 42 zinazofaa kwa kilimo, ufugaji, uchimbaji wa madini na ujenzi wa miundombinu ya biashara. Natumia nafasi hii kuwakaribisha wawekezaji ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kushirikiana na Shirika la Magereza katika uwekezaji kupitia fursa lukuki walizonazo kwa lengo la kupunguza utegemezi wa ruzuku kwa Jeshi la Magereza na ili Jeshi la Magereza liweze kuchangia kwenye uchumi wa taifa letu kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyo hivi sasa. Kuhusu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika jitihada za kukabiliana na changamoto za utoaji wa huduma bora kwa wananchi, serikali kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji inatekeleza mradi wa ununuzi wa mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji wenye thamani ya dola milioni 100. Hadi kufikia Aprili, kwa maana ya mwezi uliopita mwaka huu, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limepokea magari 40 ya kubebea wagonjwa, magari 30 ya mawasiliano na kuongozea operesheni za kuzima moto na uokoaji, karakana 6 zinazohamishika kwa ajili ya matengenezo ya magari na mitambo, gari moja la kubebea maji, mitambo 2 ya kuvuta magari mabovu yaliyopata ajali, shehena ya vifaa vya kuzima moto na uokoaji pamoja na miundombinu ya mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ya kufanya mageuzi ya Jeshi la Zimamoto na